بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وهدى الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد فيا أمة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Leo katika darasa zetu za usulul fiqh twasoma kitu kinachoitwa al-hakimu. Al-hakimu, mwenye kutoa hukumu. Mwenye kuhukumu ni nani? Mwenye kusema hili na lifanywe ni nani? Mwenye kusema hili na lisifanywe ni nani? Mwenye kusema hili ni zuri ni nani? Mwenye kusema hili ni bovu ni nani? Katika fiqh jambo hili huitwa al-hakimu, mwenye kutoa hukumu. Asema mwenye kitabu al-hakimu, mwenye kutoa hukumu fi shariati, katika sharia, huwa Allahu azza wa jalla, ni Mwenyezi Mungu aliyetukuka subhanahu wa ta'ala. Biittifaqi ulamai, kwa kuwafikiana wanavyoni. Sawaun, ni sawasawa. Urifa hukmuhu bilwahyi, ijulikane hukmu yake kwa wahyi. Au bilijtihadi, au ijulikane kwa ijtihadi ya wanavyoni. Walihadha, na kwa sababu hii, qalu, wamesema, alhukmu huwa khitabullahi ta'ala, hukmu ni khitabi ya Mwenyezi Mungu, almutaalliqu biaf'ali almukallafina, yenye kufungamana na vitendo vya wenye kulazimishwa kufanya mambo, mukallaf. Wa dalilu dhalika, na dalili ya hilo, qauluhu ta'ala, ni neno lake Mwenyezi Mungu, inil hukmu illa lillahi, haikuwa hukumu ya kufaa ila ni ile ambayo ni ya Mwenyezi Mungu. Yaqusul haqqa, yuwaieleza haki. Wa huwa khairul fasilina, naye ndiye bora wa wenye kuamua. Hakimu ni Mwenyezi Mungu. Hakuna hukumu inaofaa kutokamana na asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Hukumu zote zatoka kwa Mwenyezi Mungu, na ndizo hukumu za kisawasawa. Na dalili ni hiyo aya, na kuna aya nyingine ambazo zafanana na aya hiyo. Ukitaka andika aya inaosema vile vile, inil hukmu illa lillahi, hukumu haiwi illa ni ya Mungu. Amara alla ta'budu illa iyyahu, Mwenyezi Mungu ameamrisha musimuabudu asiyekuwa yeye. Dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndiyo dini ya sawa sawa. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Aya hiyo iko katika surati Yusuf aya 40. Kuna na aya nyingine katika surati Yusuf vile vile aya ya 67, asema inil hukmu illa lillahi, haikuwa hukumu ya kisawasawa ila ile ambayo ni ya Mwenyezi Mungu. Hii alaihi tawakkaltu, kwake yeye nimetegemea. Wa alaihi, na kwake yeye, falyatawakkalul mu'minun, na wategemee wenye kuamini. Sasa kitu ambacho kwamba cha kwanza cha muhimu nataka kukitanabahisha kwenye masomo yetu haya ni kwamba
kulingana na ulumbi, usemaji wa watu wenye kusema vizuri katika lugha mbalimbali. Wameafikiana wenye lugha mbalimbali kwamba kuripiti maneno yale kwa yale si vizuri kilugha. Na wastaarabu wa kileo kwamba no, you are making a lot of repetitions, unarudia, si vizuri kurudia. Na Waarabu wetu watuambia, si maneno wa sharia, maneno ya Waarabu tu, wasema at-takriru, kuripiti maneno, dharbun min al-jahli, ni sampuli moja katika sampuli za ujinga. Tumefahamiana mpaka hapo? Sasa hapa utaona Qur'ani imeripiti hili neno moja alal aqali hapa mara 3. Qur'ani hairipiti lilo kwa lilo kwa sababu moja. Lolote utakalokuliona katika Qur'ani limeripitiwa, ukitizama kwa uzuri utaona kila lililotajwa tena lina sababu na maana ya kutajwa. Tumefahamu mpaka hapo? Kuripiti ni ila, nawaambia hivi, kilugha ni aibu, na katika Qur'ani kuna repeating. Lakini ukisoma vizuri Qur'ani utakuta kila ikiripiti jambo huripitiwa kwa lengo na hikma iliyo liweka lile la kuripiti. Sasa tuyahaliji haya tulionayo mbele yetu. Kuna inil hukmu hapa mara 3. Inil hukmu ya kwanza imefuatiwa na neno ya qussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Ya pili haikunena ya qussul haqqa wa huwa khairul fasilin, imenena amara alla ta'budu illa iyyahu. Ya tatu imesema alaihi tawakkaltu. Ni maneno mbalimbali. Ile ya kwanza ni kuthibitisha ya kwamba hukumu ni ya Mungu, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ndiye ayaelezaye ambayo ni ya haki. Mwingine yoyote hawezi kuyaeleza ya haki. Lazima haki imponyoke, aingie kwa isiyokuwa haki. Ndilo ya kwanza yasema hivi. Ya pili asema hukumu ni ya Mwenyezi Mungu, kwa hivyo fuateni ya Mungu. Kule tuambiwa fuateni hukumu za Mungu katika maisha yenu kwa jumla. Yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Tangamanani kwa hukumu za Mungu. Tetani, mukiamuliwa murudishe kwa Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu khairul fasilina, ndiye bora wa wenye kuamua. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Khairul fasilina huwa Allahu tabaraka wa taala fi umurin amma, katika mambo yenye kuenea. Yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Kwa hivyo message ya aya ile ya kwanza ni tofauti na message ambazo ziko katika aya nyingine 2. Aya ya pili amara alla ta'budu illa iyyahu. Ile ya kwanza iko kwenye mambo yenu yote ya matangamano ya kilimwengu. Hii ya pili yahusiana na mambo ya ibada msikitini. Wakati mwataka kumwabudu Mwenyezi Mungu,
mwataka kufanya lolote la ibada, basi amara alla ta'budu illa iyyahu, ameamrisha Mwenyezi Mungu msimuabudu asiyekuwa yeye. Kwa hivyo hukumu za Mwenyezi Mungu zilizopitishwa kwenye ibada yatakazifuatwe kikamilifu. Walhakimu huwa Allahu, na Mwenyezi Mungu ametuletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutufundisha namna ya kumwabudu yeye. Naye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala amesema sallu kama raaitumuni usalli, na katika mambo ya hija kwa mfano amesema khudhu anni manasikakum, tukueni kutoka kwangu ibada zenu. Hii yahusiana na ibada. Ukitaka kumwabudu Mwenyezi Mungu na ukajiuliza ni muabudu vipi, jambo la ibada nilifanyeje, inil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyahu, na kumwabudu yeye Mwenyezi Mungu peke yake ni kumwabudu juu ya masharti mawili. Kwanza, ibada yako iwe ni lahu wahdahu la sharika la, ni lake, ibada yako iwe ni yake yeye Mwenyezi Mungu peke yake, usimshirikishe Mwenyezi Mungu na lolote na chochote. Sharti ya pili ni uifanye ile ibada kulingana na alivyofundisha Mwenyezi Mungu ifanywe kupitia kwa ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hukumu hii hapa ni kuhusu ibada. Hukumu ile ya kwanza ni kuhusu mambo yenu yote, mnapotangamana, mnaposhikamana, mnapopatana, mnapoteta, yakusu alhaqa wa huwa khairul fasilin. Sasa hii ya tatu, mbona imekuja na ya tatu? Tizama kisa cha hukumu hii ya tatu. Hukumu ya tatu imeletwa kwenye maneno ya Mtume Yakub alayhi salatu wassalam, alipowaambia watoto wake, ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqa, mtakapokwenda Misri msiingie kwa mlango mmoja, ingieni mbalimbali. Mbona aliwaambia waingie milango mbalimbali? Kwa sababu ya kuogopea kuhusudiwa, usipatikane na jito, wala si watosheleze chochote. Mkiingia kwa mlango mmoja, mkiingia kwa mlango mbalimbali, aliloliandika Mungu laweza kuwapata. Umefahamu? Kwa hivyo ndio akasema Mtume Yakubu, inil hukmu illa lillahi, hukmu ni ya Mwenyezi Mungu, alaihi tawakkaltu, nimemtegemea yeye katika kutaka muhifadhiwe. Tumefahamiana? Kwa hivyo no repetition, hakuna takriri, kila jambo limekuja kwa sababu yake na kwa ndia zake. Mafhum? Kwa hivyo hakuna ikhtilafu kati ya wanavyoni kuhusu mwenye kutoa hukumu ni nani. Ni nani ambaye akitoa hukumu lazima zifuatwe? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiye aliyetuumba, ndiye atujuao, ndiye ambaye anatujua ya kutufaa, na ndiye ambaye kwamba anatujua na yenye kutudhuru. Kwa hivyo akitoa hukumu, huwa hukumu imetoka pa kutoka na imepelekwa pa kupelekwa. Kila kitu kimewekwa mahali pake, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni Al-Hakimul Khabir, ni hakim mtambuzi, na maana ya hakim ni yule mwenye kuweka kila kitu mahala pake. Amara alla ta'budu illa iyyahu, ameamrisha msimuabudu asiyekuwa yeye. Dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndiyo dini ya sawasawa ya kumwabudu Mola peke yake, ibada kuzitukua kutoka kwake. Na hii ya kutukua ibada kutoka kwa Mwenyezi Mungu peke yake, kwa kukubali kwamba hukumu ni ya Mungu. Hatuyasomi mambo haya leo kama ngano za kale, twayasoma kwa waadhi wetu. Na usione ajabu
ukiambiwa wewe Muislamu, tukua hukumu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ataka kumwabudu, umwabudu peke yake. Usije ukasema ya kwamba lakini sisi alhamdulillah hivi sasa sisi tuamwabudu Mungu peke yake. Kuna hofu ya kwamba mtu huweza kuweko ndani ya swala, amesimama ndani ya safu, yuwaswali na wenzake, pale pale ndani ya swala shaitani akaja akakuvuta upande wake, akakutoa katika upande wa Mwenyezi Mungu, akakutia katika upande usiokuwa wa Mwenyezi Mungu, akakufanya uikatae hukumu ya Mwenyezi Mungu kwa kukataa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ulifanya la sawa ni la makosa, na ndiye makosa ni la sawa sawa. Na ukitanabahishwa na mwenzako fanya hivi, ujipinde, ukatae, ukasirike, utete, wewe kwa namna ambayo imefitamana nawe huijui, wa mkhalifu Mwenyezi Mungu, hukutukua hukumu ya Mwenyezi Mungu, hutaki muabudu peke yake. Wa idha qila lahu taqillaha akhadhathu al'izzatu bil ithmi, akiambiwa mche Mungu kiburi hunshika kwa sababu hakuwa na madhambi. Welu wako umwambie hivi si sawa, maadamu uliomwambia ni wewe asokupenda, basi vishindo vikubwa vitatokea hapo hapo. Huwa ndio kumepatikana kutomwabudu Mungu peke yake. Na ni mangapi ambayo yawa kwa Waislamu ya kutomwabudu Mwenyezi Mungu peke yake? Ni wangapi ambao wakipatikana na mambo hukimbilia kwa Mwenyezi Mungu, fazi'u ila salati? Ni wachache, lakini wenye kukimbilia kwa waganga, kwa watu wa kuangalia, kwa watu wa kutindia watu mbuzi juu ya kitwa, wako wengi. Watu kwenda kwa waganga, nifanyia, nitendea, mimi sina mtu wa kunifaa kwa wewe. Ala, Mungu umemweka wapi wewe? Sasa usione ni rahisi, mwabuduni Mungu peke yake. Wakasema kwani sisi tumwabudu Mungu, sisi tumwabudu Mungu pe la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Muongo ni wewe. Mungu hawezi kuwa muongo. Mwenyezi Mungu ametueleza katika Qur'ani, it is recorded in surati Yusuf, anaposema Mwenyezi Mungu, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, na hawamuamini wengi Mwenyezi Mungu ila hutia na ushirikina ndani. Nenda kwa mganga fulani tukaombe Mungu. Wewe ushasema twende tukamuombe Mungu, kwa nini kwa mganga fulani? Mungu amekwambia yeye ni mgeni hapa Mombasa, ushukia kule, uteremkia kule Mungu. Why? Sisi Waislamu watu safi, watu wa dini safi, alhanifiyatu samha, tukenda tukajidhalilisha kwa watu wamejifunga vikaniki na vitambara vya kuraruka na ndarandara na tiririko na halagao na mavi na chudhi, tukajidhalilisha. Ukenda ukaingia katika kijumba kwa kuinama, hapa ngiko simama, inama, uinamishwe. Wazee wataka kusema sasa, na wewe nyangarika mbehenefu umeinamishwa kitu, ati wazee wataka kusema, ati yule bwana ana wazee. Huko kumwabudu Mungu peke yake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tuziregelee nafsi zetu. Wakati tukisoma kitu, tuingie ndani katika kutaka kukifahamu. Alhakimu huwa Allah. Usije ukasema sasa ni darasa gani hii, nani asiyejua alhakimu huwa Allah, na vipengele vyake vya undani viko mbele. Lakini mwendani nakwambia, wako watu ambao wangakubali kwamba hakimu atakiwa awe Mungu, lakini wametanganya Mungu na wengine au na vyengine.
Mimi namjua mtu tajiri mwenye mapesa, mwenye majumba na matae, mwenye majumba yameajirishwa na mabengi, mwenye vitu vingi, mwenye pesa keshi, hajui hesabu yake bengi. Alikuwa akiishi Nairobi. Alikuwa akisafiri akitoka Nairobi akija Mombasa hii, haji akashukia hoteli kwa shughuli zake za business. Akigusa hii Mombasa, yeye mali pake ni Likoni, mganga wake uko Likoni. Mganga mwenye kwenda kumfanyia mabasi yake yasikose watu, yeye mwenyewe hana mahali pa kulala. Akili zendapi? Mwanadamu akili yake ikipotea hupotea nno. Kuna watu wasomi, wamesoma sana, wamesoma zikasomeka, lakini kukisimamia kuifanya ile dini, mara hao washapotea. Na wao wamesoma, hushikwa na ule ukwake, umimi, akasahau kwamba yeye ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hudhalilishwa, hufanywa hivi na vile. Kuna kijana mmoja alioa wa nyumbani kwetu, akaoa akaenda akufaulu kwa mke wake. Hii mambo ya kushikwa, fulani ameshikwa, fulani ameshikwa, kisa waqi'a, nimekishuhudia mimi, kilinipata mimi. Basi mimi nilikuwa niko kwetu huko Bajunini, nikapata habari fulani ameoa, lakini kuna matatizo, hakuweza kuingia ndani, na mimi macho wangu nikaja kwenye safari zangu, nikija bado, lakini hakubakisha pa kwenda, haswa huko feri huko nipo wanapokwenda sana. Basi atoa hadithi ya kwamba miongoni mwa mambo aliyofanyiwa, kuku mweusi alitindwa juu ya kichwa chake, madamu akatirika kwenye shati lake jeupe. Ni udhalilifu ngapi? Nikatoa amri aletwe kwangu. Mimi mwenyewe nikamwambia aletwe kwangu, mimi nitamfanyia dawa. Hivyo dhiki zitaondoka. Alipokuja kule kumbe yule bwana alikuwa ametishwa ya kwamba habiri, fanya tukuone. Sasa lile likawa nalo yeye, nimeambiwa. Basi akija nikamzungumzia ya kwamba leo mambo, shida zako leo insha Allah zote zitaondoka, nishajua mushkili wako, tabu nishajua ilipo. Basi nikampa vitu vya kunywa vya kitabibu vya kumfanya mtu awe na nguvu, na miongoni mwa vitu hivyo maziwa. Usinifuate mara kwa mara ukaniambia vile vitu, niambia ni maziwa, tangawizi, pilipili manga, mdalasini, iliki. Gilasi moja upikwa, fika gilasi moja unusu, ibaki gilasi moja, piga, usiku wako utakuwa nzuri. Hakuna mapesa. Basi ngombe basi haikunywa maziwa, nenda asubuhi utakuja kuniletea habari. Hakuningojea asubuhi, yule bwana alikuja nyumbani saa 9 alfajiri kunigongea milango. Andanganywa tu, ametindiwa makuku, ametindishwa mbuzi nini, ametoa pesa. It's very small thing, milk. Akaenda akanywa, mambo yakawa sawa sawa. Kwa hivyo ndugu zetu hudhalilishwa, hubeheneshwa bila shi. Lakini wengine ukiwaambia ndo unywe maziwa tu yatakwisha, hatakwisha. Shatumwambia nishajua mushkili wako ulipo, insha Allah Taala utaondoka. Tumia mbinu zako. Sasa usione ya kwamba ni kila mtu anayemwabudu Mungu peke yake. Tuna udhia mwingi hapa sisi.
Sasa hakuna tofauti kati ya wanavyoni ya kwamba hakimu ni Mwenyezi Mungu, na hukumu za kufanya na kuwata zinatukuliwa kwa Mwenyezi Mungu, na hukumu ya kwamba vitu ni vizuri au ni vibaya vile vile vinatokamana na Mwenyezi Mungu. Mwenye kutoa hukumu ni Mwenyezi Mungu. Walakinna alkhilafa wa innama alkhilafu, na hakika utesi baina alulamai ulioko kati ya wanavyoni, fima yu'rafu bihi hukmullah, na ni katika jambo ambalo hukumu ya Mwenyezi Mungu hujulikana kwa jambo hilo. Fahal la budda lidhalika min ash-shar'i, je hapana budi kupatikane sharia ndipo ijulikane hukumu ya Mwenyezi Mungu? Au anna al-aqla, au ni kwamba akili yumkinuhu idrakul ahkami, huwezekana kwa akili kuzifikia hukumu za Mwenyezi Mungu kabla bi'thati nabii, kabla ya kutumwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa mawdhu'u at-tahsini wat-taqbih al-aqli, na haya ndiyo maudhui ya kulifanya jambo ni zuri, kuzurisha, watakbihi, na kulifanya jambo ni ovu, al-aqli, jambo ambalo kumalakia akili. Kuna masala katika fiqh ya Kiislamu, usul fiqh, yaitwa tahsinun aqliyun, takbihun aqliyun, tahsinun shar'iyun, takbihun shar'i. Kulifanya jambo zuri kunatokamana na sharia, kulifanya jambo bovu kunatokamana na sharia, au huwezekana jambo likaonekana ni zuri kwa akili tu ya mtu, au huwezekana jambo likaonekana ni baya kwa akili ya mtu. Tumefahamiana? Hayo masala huitwa at-tahsinu wat-taqbihu al-aqli. At-tahsinu wat-taqbihu al-aqli, tufuate akili zetu tuyaone mambo ni mazuri, au ni lazima tufuate sharia ndipo tutakapokujua mambo ni mazuri? Tufuate akili zetu ili tujue jambo fulani ni baya, au tufuate sharia, au tufuate akili zetu ndio tujue jambo nzuri? Hili zuri na bovu hujulikana kwa sharia, au uzuri na bovu huweza kujulikana kwa akili? Jamaa, tumefahamiana hapa? Haya ndio masala tulionao, huitwa maudhu at-tahsini wat-taqbih al-aqli. Na masala haya yamebeba masala muhimu mno katika sharia ya Kiislamu, kwenye mambo ambayo watu wamezozana sana mpaka yakafika kwenye kuunda misimamo ya aqida ambayo imekuwa ikiteta. Lilulamai fi hadha, wanavyoni wana kwenye masala haya thalathata madhahib, misimamo mitatu. Madhhabu Abil Hasan al-Ash'ari, madhhabi ya kwanza ni madhhabi ya Abul Hasan al-Ash'ari. Madhhabi haya huitwa madhhabi ya Ash'aira, Ash'ariyin. Wa huwa na madhhabi haya ya Ash'ari, al-Ash'ariyya, wanasema anna al-husna wal-qubha shar'iyyan, uzuri na uovu ni mambo ya kisharia. Al-Ash'ari al-Hasan, Abil Hasan asema uzuri na uovu ni mambo ya kisharia. Walaysa lil'aqli an yudrika, na haiwezi akili, haina nafasi ya akili kujua hukmu Allahi, hukmu ya Mwenyezi Mungu,
fi af'ali almukallafina, katika matendo ya wenye kukalifishwa, wenye kulazimishwa kufanya mambo, illa biwasitati alkutubi warusuli, illa kwa njia ya vitabu na mitume. Mwenyezi Mungu atume mitume, awape na vitabu, ndio watujilie, watufundishe uzuri ni gani na uovu ni gani. Lianna al-uqula, kwa sababu akili za wanadamu, takhtalifu ikhtilafan bayinan, kutafautiana sana, fil af'ali, katika mambo. Fa ba'dhu al-uquli, akili nyingine, yastahsinu ba'd al-af'ali, huyaona mambo fulani ni mazuri. Wa ba'dhuha, na baadhi ya akili nyingine, yastakbihuha, zikayaona mambo hayo ni maovu. Akili hizi zikayaona ni mazuri, akili zile zikayaona mabaya. Kwa hivyo mambo haya ni ya kisharia. Walidha yakunu kullu ma amara bihi shar'u, kwa hivyo huwa kila lililoamrishwa na sharia, kali imani wa salati wal haji, huwa hasanun. Imani, swala, zaka, hija ni mambo mazuri. Wama naha anhu, na jambo lolote ambalo sharia imekataza, kalkufri, kama ukafiri, wa ghairihi min almuharramati, na usio kuwa ukafiri katika yaliyoharamishwa, huwa qabihun, hilo ni jambo bovu. Wala yuqalu, wala haifai kusemwa, ma raahu alaqlu hasanan, lililoonekana na akili kuwa ni zuri, fahuwa inda Allahi hasanun, basi hilo kwa Mwenyezi Mungu ni zuri. Wa matlubun fi'luhu, na litakiwa lifanywe. Wa yuthabu alayhi fa'iluhu, na hupata thawabu mwenye kufanya. Wa ma raahu al-aqlu qabihan, na jambo lolote litakalokuonekana na akili ni bovu, fahuwa inda Allahi qabihun, hilo kwa Mwenyezi Mungu ni bovu. Wa matlubun tarkuhu, na linatakiwa na liwachwe. Wa yuaqabu fa'iluhu, na hutiwa matesoni na Mwenyezi Mungu mwenye kulifanya. Wa binaan alayhi, na kusimamia kujengea juu ya msimamo huu, la yukallafu al-insanu bifi'li shay'in, mwanadamu halazimishwi kufanya kitu, au tarki shay'in, au kuwata kitu, illa idha balaghathu, illa ikimfikia yeye, da'watu rasulin, ukimfikilia yeye ulinganizi wa mtume, au shar'un min Allahi, au sharia ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wala thawaba wala iqaba, wala hakuna thawabu wala mateso ikiwa sharia ya Mwenyezi Mungu haijaja. Faman asha fi uzlatin tamatin anil alam, mwenye kuishi mbali kabisa na ulimwengu, akawa hako na walimwengu, wala mtablughuhu da'watu rasulin, wala muito wa mtume usimfike, fahuwa najin, mtu huyo ni mwenye kuokoka, ghairu mukallafin, halazimishwi, hakalifishwi kufanya kitu. Msimamo wa Abil Hasan al-Ash'ari, ambao tumesema ndio msimamo wa kwanza, ndio madhhabi ya kwanza, wasema hivi: mazuri hujulikana kwa sharia ya Mungu, maovu hujulikana kwa sharia ya Mungu. Akili hazina nafasi ya kufikia kuyajua mazuri, wala ya kufikia kuyajua maovu. Maovu hujulikana yakipokewa kwa Mungu kwamba haya ndiyo maovu, na mazuri hujulikana yakipokewa kwa sharia ya Mungu kuwa haya ni mazuri. Huo ndio msimamo wa al-Ashaira. Hawa huitwa al-Ash'ariyya, madhhabi yao. Kuna na wenye kuwapinga hawa, ambao kwamba tutaeleza maneno yake kwa kirefu. Sasa tumalize ya huyu natija ya maneno yake. Wa ahlul fatrati, watu waliokuwako katika muda unaoitwa al-fatra. Shika hili neno, ni la kielimu. Kuna muda sharia ya Kiislamu unaoita muda huo al-fatra. Al-fatra
Fatra ni kukatika baina kitu na kitu, interval. Mtume amekuja akafundisha dini yake akaondoka. Kabla ya kuja mtume kipande kile huitwa fatra. Tumefahamiana? Sasa watu waliokuwa katika fatra baina ya mtume na mtume alikuja akaondoka, sasa kukawa hakujaja mtume mwingine, watu hawajui sharia ya kuifuata. Basi Abul Hasan al-Ash'ari yasema, wa ahlul fatra, watu wa fatra, wa humul ladhina, na wao ni wale watu ambao ashu baina fatratai rasulaini, waloishi kati ya vipindi viwili vya mitume miwili katikati yake. Na juna watu hao ni wenye kuokoka, ghairu mukallafina, hawatokuwa ni wenye kukalifishwa jambo, ghairu mukallafina bishain, hawatokuwa ni wenye kukalifishwa chochote, wala yastahiquna thawaban, wala hawastahiki thawabu, wala iqaban, wala hawastahiki mateso, liqaulihi ta'ala, kwa huja ya maneno ya Mwenyezi Mungu, wama kunna muadhibina, hatukuwa sisi ni wenye kumuadhibisha yoyote, hata nabaatha rasula, mpaka kwanza tumtume mtume. Watu wasokuendewa na mtume hawakufikiwa na da'wa yoyote, hawakufikiwa na sharia yoyote, hawakuambiwa kitu. Hakwenda mtu akawambia hii ni sawa, hii ni makosa. Watu hawa huambiwa walikuwa katika fatra. Kwa hivyo kulingana na aya hii ya Qur'ani, watu hao hawakalifishi chochote wala hawatoadhibiwa kwa kutofanya chochote. Wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Na masala haya tunaoyazungumza hivi sasa na ambayo tutayamaliza kesho insha Allah taala, ni marefu kidogo, yaleta mambo mawili muhimu sana ambayo yameleta kulumbana sana kati ya sisi kwa sisi, kwa kutoyafahamu yalivyoelezwa na wanaviona. Sisi tumekuwa twazungumziana sana huja ambayo inatajwa na baadhi ya wenzetu, watuambia mambo si lazima tuwe tumeelezwa yote na mtume. Kuna mambo atakuwa mtume hakutueleza, lakini Waislamu wao wenyewe wakaja wakayaona mazuri. Basi mambo hayo kwa kuwa Waislamu wameyaona ni mazuri, yatakuwa ni mazuri. Mtume kuna mambo atakuwa hakutukataza, lakini Waislamu wakaona jambo hili si zuri, wakakatazana wao kwa wao. Watu wa msimamo husema basi walionalo Waislamu kwa pamoja si zuri, basi si zuri. Na kuna hadithi inatolewa sana na ndugu zetu, hadithi ambayo imepokewa kwa Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba alisema Ibni Mas'ud, ma ra'ahu almuslimuna hasanan fahuwa inda Allahi hasanun, watakalo kuliona Waislamu ni zuri, basi kwa Mungu litakuwa nzuri. Ukiwaona Waislamu wote wafanya jambo, hata kama hukuliona katika sharia, basi wajua jambo hilo nzuri. Ndio wanavyosema. Je, hadithi hii mahala pake katika sharia nini? Wajibu wetu ni kujuzana, mimi kusema ndijualo na wewe ukasikiliza ukajua nililokuambia. Hali ikikupendeza naambia ustadhi halijanikaa vizuri. Tumefahamiana? Kuna mjadala hapa mbaya sana unaofanywa kwenye maneno kama haya. Ibni Masudi alisema kweli, wengine wapindanifu wa upande fulani Ibni Masudi hakunena maneno haya, haiwezekani. Alisema kweli.
Imethubutu katika upokeaji wa maneno ya kisharia kwamba Ibn Masudi alilisema hili. Masala yalipo kwamba limefahamikana kama alivyosema Ibn Masudi au halikufahamikana. Na masala haya ndio yanavuta kwenye mlango huu wa fiqh wa usuli al-fiqh, yanavuta mpaka kwenda kwenye msimamo wa kwamba je, wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wazazi wa Mtume waliomzaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wataingia peponi au wataingia motoni? Kuna hoja za upande huu, kuna hoja za upande huu, na mimi siyakimbii mahojiano ya watu wakiwa wametoa mushkili mkubwa. Dawa si kuukimbia, dawa ni kuukabili ule mushkili kwa haki na insafi na kwa taratibu, watu wakafahamiana. Likiwa jambo halikabiliwi kama hadithi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema Mwenyezi Mungu amemuumba Adamu kwa sura zake yeye Mwenyezi Mungu, kelele nyingi, basi sisi itakuwa Mungu amefanana na Adamu kama Mungu kwa sura za Mungu. Haya masala yana maana yake, yana na ufahamu yake, yatakikaniwa kufahamikana, na watu hawataki kusikiliza. Watu kisha kutupa neno hawasema ule mbaya, ule mbaya, ule mbaya. Sikiza nani, kwa vipi, kwa iye, yalikuwaje, yalisemwaje, mategemewa ni nini? Wakati mmoja kulikuwa kuna darsa Nairobi, na kisa hichi mmekieleza sana na hapana vibaya, kwa munasaba nikakiregesha. Kulikuwa kuna darsa Nairobi na ilikuwa darasa yangu, mimi ndiye nilikuwa mwenye kusomesha. Wakaja vijana, hupata vijana 50 wale wanaojiita ngangari. Mimi nimeswali raka 2 baada dhuhuri. Wale kijana mmoja akaja, kijana maftulu al-adhalati, mnawaitaje wale bodybuilder wale, akanigusa hapa katika bega langu kwa utovu wa adabu. Ondoka, ondoka, tuko na darasa sisi leo hapa. Na darasa ilikuwa yangu. Haya, nani ataki kusomesha darasa mfulani? Hapa basi kuna neno naruhusika na mimi kusikia. Nishaona mbalaa ile mbaa, wankuja kutafuta balaa. Kama waruhusika kusikia, utaka sikiliza, utaki pia anda zako. Kamba nataka kusikiliza, keti. Ule bwana mkubwa akaletwa kiti kama hichi hapa, akakaa na mimi nikakaa hapa nikamsikiliza. Ikasomwa darasa, kukanenwa. Mara akaja kwenye kuwashambulia Waislamu. Kasema, Waislamu nyinyi maziwa lala, mumekufa nyinyi, bado kuzikwa tu nyinyi. Leo sisi tutukanwa, Wakristo watuharibia dini yetu. Watoto wetu waenda katika maskuli, wanafundishwa kwamba Mwenyezi Mungu amemuumba Adamu kwa sura zake. Itakuwaje Mtume aseme maneno haya kwamba Mwenyezi Mungu amemuumba Adamu kwa sura zake? Haiwezekani. Huu ni ukafiri, huu ni ushetani, hizi ni khila, ni khiana hizi tunafanyiwa na Wakristo. Akamaliza darasa yake. Labda sasa wewe utaniuliza, mbona hukumwambia kitu Sheikh? Kula mahala lina mahali pake, kuna jambo lina mahali pake, kuna mahali pengine hapasemeki, na ukipasema utakuwa mpumbavu. Niseme chochote kuinuke watoto 50 wanivamie, nitakuwa nimepata faida gani kusema maneno hayo? Kanyamaza. Lakini kwa bahati akasimama Mjaluo mmoja, amesilimu. Katika kusilimu kwake sasa ana mwaka mmoja, lakini alisilimu kwa dhati yule Mjaluo. Na anapojidai baada ya kusilimu amesoma kitabu kizima cha Sahihi al-Bukhari,
na amesoma cha Sahihi Muslim hajakimaliza. Basi yule bwana Mjaluo baada ya darasa akaniambia, Sheikh Msalam, mimi hapa kuja kukusikiliza wewe. Leo umeleta vijana sema maneno ambayo kwamba yameniharibia imani yangu. Mimi naona sikupata faida yoyote mimi ya kuja katika dini hii. Kwa nini? Akasema hii kwamba Mwenyezi Mungu amemuumba Adamu kwa sura zake, kuwa maneno ya Kikristo na Wakristo huharibu dini, haiwezekani. Manake mimi nimesoma haya katika Sahihi Muslim, iko katika Sahihi Muslim, iko katika kwa sura zake, surati hii kwa sura zake, in his image, na iko katika sura kwa sura za Ar-Rahman. Itakuwaje yawe mambo ya Kikristo haya Sheikh? Kaambia ni mambo ya Kiislamu, na mimi hii hadithi naijua, iko katika Sahihi Muslim na ina maana yake. Tulizana kueleza, niko katika kumueleza ule Mkristo yale maneno. Yule bwana mkubwa akaja pikipiki kwa mbio, akaniambia, akwambia nini huyu mkubwa mfalme? Akwambia nini huyu? Manake wewe mgoza, wewe maziwa lala, uambiwa nini na huyu muharibifu? Nikamwambia huwa anambi kichwa niuliza kuhusu hadithi uliyoitoa hapa, athibitisha kwamba iko katika Sahihi Muslim. Hakuna hadithi hiyo katika Sahihi Muslim. Kwamba baba, iko katika Sahihi Muslim na haina uchata. Hii hadithi iko sawa sawa, wala haiharibu itikadi. Basi mimi nisikiliza nimueleze huu, na wewe sikiliza na watu wako. Nitakumueleza wewe, sema twende tuna mashughuli yetu sisi, tuna shughuli zetu sisi. Hao wakatoka wakaenda zao. Mtu daya umezusha neno limeleta utata, limekuwa na mushkili, na amesimama mtu kuzungumza kuutoa ule mushkili. Waambie watu wako twende tuna mashughuli yetu sisi. Wewe daya una shughuli gani linaloshinda dawa? Huu ni Mkristo amesilimu na uko karibu kutoka katika Uislamu kwa sababu ya maneno uliyozungumza. Hii hadithi iko katika Sahihi Muslim, wala haina utata, wala haina kumfananisha Mwenyezi Mungu na mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba Adamu, akantia sifa ambazo sifa zile si za kama kiumbe chochote. Sifa zile zina utendaji kazi wa kumfanya adabu na wanadamu wawe waweza kusimamia mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi. Wastamarakum fiha, Mwenyezi Mungu amewaumba katika ardhi na akawataka nyinyi muiamirishe ardhi. Na dalili ni kwamba mwanadamu amekuwa ni mtendakazi wa mambo mengi, atengeneza vitu vya ajabu ajabu. Ikiwa Mwenyezi Mungu huumba, aitwa ni creator. Mwanadamu ni inventor, ni discoverer, ana uvumbuzi wa vitu kadhaa wa kadhaa. Mwenyezi Mungu ni al-Khaliqu, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Na mwanadamu amefanya vitu vya kiajabu ambavyo kwamba havina ukamilifu wa utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu hutengeneza kitu kinufaishe, kikarudi kitu kile kikadhuru kabisa, lakini Mwenyezi Mungu hafanyi hivyo. Kwa hivyo ule mkalaba, image iliyotajwa iko kweli kwa mwanadamu, na makusudiwa ni ile image. Makusudiwa si kwamba mwanadamu afanana na Mwenyezi Mungu. Qur'ani inasema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kwa hivyo hii ndiyo maana ya hadithi hii. Mtizame mwanadamu amekuwa akishikanisha nchi na nchi kwa nyaya, kisha leo ashikanisha nchi kwa vibiriti tu. Wewe una kibiriti chako Kenya na mtu mwingine na kibiriti chake Amerika, mnashikamana. Ni utendakazi wa mwanadamu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ambao amempa mwanadamu sehemu ndogo ya utendakazi kwa ajili ya kufanya mashughuli yake katika ulimwengu huu. Kwa hivyo hakuna utata ikiwa tuelewa, na tutayafafanua haya pole pole kwa taratibu, ili ukitoka hapa ujue kwamba
itikadi yako kama Muislamu haiharibiki ovyo. Ni kutofahamu kwa baadhi ya watu. Kwa hivyo kwa kifupi, kuyafupisha tuliyoyasoma leo, tulikuwa tukisoma mlango wa hukumu katika usuli al-fiqh. Kuna mlango huo huitwa al-hakim. تفضل شيخ عارف، تفضل. Kuna mlango huitwa al-hakimu, mwenye kuhukumu, mwenye kutoa hukumu za dini ni nani? Tumesema ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kupitia kwa sharia yake. Amemleta Mtume SAW, ameteremsha vitabu, hukumu za toka kwa Mungu kupitia kwa hayo. Hukumu hazijulikani kwa akili ya mtu. Kuna kitu kinaitwa uovu na uzuri. Uzuri haufikiriwi kwa akili ya mtu akajua, kwa akili yangu mimi naona hiki ni kitu kizuri na kikawa kizuri, au kwa akili yangu mimi nakiona kitu hichi ni kiovu na kikawa kiovu. Huu ndio msimamo wa wenye madhhab ya Ash'ariyya. Kama tulivyobaini, tumebakisha misimamo miwili, tutafahamishana kesho insha Allahu Taala. Na mlango huu katika usuli al-fiqh ni mlango muhimu sana, ambao waweza kutuondolea vita vingi ambavyo sisi tunavyo katika kuzozana kwetu kwenye mambo ya dini. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atutimizie tunayoyanuia. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Allahumma iftah lana abwaaba ulumik ويسر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا مغيث يا مغيث أغثنا واصرف عنا السوء. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.